Shosti, tusemezane. Uitwe mzazi mnoko ili mtoto wako asome ule muda anaopaswa kusoma. Nikisema hivyo inamaanisha kama mtoto wako anatakiwa asome degree miaka 3, hakikisha mtoto wako anasoma degree yake miaka 3, na inawezekana ukiwa ni mzazi mfuatiliaji. Watoto wengi wameangamia hapa chuoni kwa sababu hakuna kama umesoma chuo wewe mzazi utanielewa, hakuna kipindi kigumu ambacho unapatana na mambo mengi. Kama mtoto wa kike unatongozwa na mtu, mume wa mtu, unatongozwa na lecture, unatongozwa sio na profesa, unatongozwa uko hapo katikati, unatoa usichana wako. Hakuna anayekwambia kwamba wapi uende, hakuna protection ambazo umeambiwa na mzazi wako, hakuna. Yes, hakuna. Wazazi wengi wanakuja kulia wanasema mimi nimetoa hela nimefika pale kwenye graduation haja graduate. Ulifuatilia? Ushawahi kuona kwamba sasa hizi vyuo vingi watoto wanafanya kwenye system, unaweza kuingia kwenye system ya mtoto wako kutumia simu hata ya kwako kwa kulogin na kuona account ya mtoto wako. Unajua sasa hizi vyuo wametengeneza mfumo ambao unaweza kuingia kwenye account na kuona malipo ya ada ambayo hata akiwa amekula utajua. Unajua, kama hujui, mtoto wako akianza chuo, funga safari, nenda naye, kahakikisha hiyo hostel anakuambia, nenda naye, kwa sababu kuna vyuo havina hostel. Kuna vyuo havina hostel vya chuoni. Wewe umekaa tu huko unapiga tu simu, unapiga simu ni sawa unamtoa mtoto wako ni kondoo kwa mbwa mwitu. Sisemi vyuo ni vibaya, nasema ufuatiliaji. Kama wewe ni mzazi mwenye mtoto anayesoma chuo, hakikisha unafanya ufuatiliaji, tena bila kupepesa macho, na tena uwe mkali, uwe kama headmistress au headmaster. Hakikisha unajua kila akibadilisha semester na unaona matokeo, sio ya kukudanganya. Unahisi anakudanganya, funga safari, nenda chuoni, ulizia idara ya mtoto wako anayesoma. Sasa utauliziaje idara wakati hata degree yake hujui? Huku chuoni tunakuwa na utaratibu tofauti na kule chini, yani huku kwenye primary na secondary. Kwa nini tunakuwa na utaratibu tofauti? Kwa sababu huku mtoto anapaswa kufanyaje? Mtoto anapaswa kutafuta wastani. Yes. Yani somo langu mimi ninasoma linaitwa biashara, business. Hiyo ni kozi yangu. Na ili niweze kufanya mtihani wangu wa mwisho, inabidi wastani wangu ni upate kabla ya mtihani wa mwisho. Wastani wangu ni upataje? Wastani wangu tunakuja kwenye hichi kitu kinaitwa coursework. Coursework ni wastani ambao mtoto anaupata kabla ya mtihani wake wa mwisho. Coursework anaipataje? Coursework anaipata kupitia mazoezi anayoyafanya darasani. Mfano, test kwa Kiswahili ni majaribio. Assignment ni mazoezi yale ambayo anapewa, ambayo inaweza ikawa ni mtu anafanya assignment ya kwake mwenyewe, yani individual assignment, au group assignment ambayo inahusisha mnafanya watu wengi kwenye hicho kitu. Mnagawanywa kwa makundi, mnafanya kazi, mnapewa. Sasa twende kwenye kawaida. Asilimia ni 100. Sawa, tunatakiwa tupate asilimia 100. Vyuo walivyofanya, wanagawa ile asilimia 100 nusu. Yani nusu, labda tuseme 50 mtoto wako anaipata nje ya darasa, nje ya chumba cha mtihani, 50 anaipata ndani ya chumba cha mtihani. 50 ya nje ya chumba cha mtihani ni coursework. 50 ya ndani ya chumba cha mtihani anafanya kwenye mtihani unaitwa UE. Kirefu cha UE ni university exam. Kwa hiyo mtoto wako anasoma biashara, anatakiwa akiwa anapewa zile assignments, tests, presentation na vyote inategemea na kozi, pale anakuwa anakusanya 50 ya nje ya darasa. Mfano, huku kwenye 50 ya nje ya darasa akapata 25 chini ya 50. Ile 25 inakuja kujumuishwa na max atakayoipata kwenye UE, university exam, ndo anapata total max ya somo husika. Kwa hiyo mfano huko amepata 25, huko kwenye mtihani kawaida amepata 40, inachukuliwa 25 anajumlishiwa 40, inakuwa ni ngapi? 65. Kwa hiyo matokeo yake ya mwisho anakuwa amepata 65, lakini 25 amepata nje, 40 amepata ndani ya chumba cha nini? Chumba cha mtihani. Tumeelewana ndugu wazazi mpaka hapo?
kuelezeana kwenye kitaaluma. Neno postponed. Postponed watu wengi ni kama kuairisha either mwaka, either semester, either mitihani na kadhalika. Na hii inatokana na mambo mengi. Inaweza ikawa mtoto amekosa ada hapa katikati, inaweza ikawa mtoto aliumwa, inaweza ikawa kuna vitu vinatokea kwenye maisha ya kila siku. Kwa hiyo mtoto yule anatakiwa, endapo amepata matatizo na anatakiwa awe labda yuko mwaka kwanza, anaona kabisa mwaka unaofuata sitaweza kuendelea, anatakiwa aandike barua kuwa ana postpone, anasogeza mwaka, anasogeza semester, muda mwingine anasogeza mpaka mitihani. Lakini huwezi ukasema tu mimi amelala nyumbani anasema mimi bwana, mimi nitaenda kusoma mwakani. Taarifa ni muhimu. Kwa hiyo kama nyinyi familia kuna jambo mtoto wako analipitia, hata kama hilo jambo anaweza asiwashirikishe. Ninasema hivi kwa sababu kuna watoto wengine wanafanyaga maamuzi huku vioni wala hata wasemi. Kwa hiyo umshauri, mfundishe mtoto wako taarifa yoyote ile endapo anataka kuahirisha mitihani, kusogeza semester, kusogeza mwaka, na mengine yanayoweza kutokea ambayo yanamfanya huyu mtoto aahirishe usomaji wake. Kuna barua maalum anatakiwa aandike, iende kwenye idara yake, ikitoka kwenye idara iende kwenye college husika, ikitoka kwenye college husika iende kwa mkuu wa chuo. Hizo ni process. Kwa hiyo mtoto wako inabidi aandike barua ya kupostpone, na kusipokuwa na taarifa muhimu ya barua hiyo ya kupostpone, mtoto wako ana discontinuation, hata endelea na kitu unakisikia kinaitwa field. Katika elimu ya chuo wanafunzi hufundishwa darasani theory na practical kwa vitendo. Practical training, elimu ya vitendo, ndipo neno field linapofanya kazi. Elimu ya vitendo inamfanya mtoto aende sehemu husika kutokana na kitu anachosomea, kujifunza kwa vitendo. Yes, na hii huwa ni lazima. Na hii ni mtihani. Yes, ni mtihani. Akifanya field, ameingia mwaka wa kwanza amemaliza. Mwaka wa pili unakuwaga ni mwaka wa field, ambao mtoto anakuwa anasema nini anaenda kusoma, kwenda kufanyia, eneo gani anaenda kufanyia field. Wenyewe kila chuo lina utaratibu. Kuna chuo wanakuwa wameingia ubia na makampuni fulani ili wapokee wanafunzi. Kuna chuo kinawapa uhuru wanafunzi kwenda kutafuta sehemu ambazo wanazitaka na kadhalika. So kitu ambacho natakiwa ujue mzazi, mtoto lazima afanye field. Inaweza ikawa ni mwaka wake wa pili, kuna wengine wanafanya mwaka wa tatu, kuna mwingine anafanya mwaka wa 4, inategemea na utaratibu wa chuo na kozi. Sasa, nini mzazi unapaswa kuelewa kuhusu field? Field ni elimu ya vitendo. Mtoto huenda field kipindi cha likizo. Mzazi ujue kwamba mtoto wako anasoma miezi 8. Semester ya kwanza inakuwa na miezi 4, semester ya pili inakuwa na miezi 4. Hapa katikati kuna kuaga na likizo, na kuna kuwa na likizo ya kubadilisha mwaka. Yaani baada ya ile miezi 8 kuna kuaga na ile likizo ya miezi 2, muda mwingine kama miezi 3 hivi. Pale ndo pale ambako watoto wengi huenda field. Mtoto akikwambia nimepangiwa field sehemu fulani, inamaanisha anakuwa amepangiwa either ofisi, taasisi, inategemea na kitu alichokichagua. Na akishafanya field, akiwa field anapaswa kufanya nini? Anapaswa kuwa anaandika ripoti ya kitu alichojifunza. Vyuo hutoaga fomu za kujaza ambazo zinakuaga na nini umefanya, nini umejifunza, usimamizi, saini ya usimamizi, either sometimes mpaka na muhuri. Inategemea na chuo. Yes, lakini mtoto ni lazima awe na field, reporting field, ambayo hizo field report zinakuwa attached kwenye mitihani na kusubmit. Yes. Alafu akimaliza duration, mfano field ameenda miezi 2, walimu hupewa assignment, yani lectures. Kisikia lecturer ni mwalimu wa chuo. Kuna lecturer, kuna professor, kuna doctor. Haya ni majina unayoyasikia, lakini hawa wanakuwa na mwamvuli mkubwa wa kuwa ni walimu wa chuo. Kwa hiyo ukisikia mtoto anakuambia professor fulani, doctor fulani, lecturer fulani, haya ni titles kutokana na elimu zao na kadhalika. Lakini hawa kwetu sisi wazazi tuwatambue kama walimu.
Zile hostel za ndani ambazo mtoto anakuambia. Hostel za ndani ni hostel ambazo chuo husika huzimiliki. Yes, inategemea na chuo, lakini kuna vyuo vinakuaga na hostel zao ambazo zinafanyiwa malipo pia ndani ya nini? Ndani ya ada ya mtoto wako. Kuna hostel za nje. Hostel za nje zinaweza zikawa chuo zinamiliki, lakini ziko nje ya eneo la chuo kutokana na eneo husika. Na pia kuna hostel za nje ambazo watu binafsi humiliki, na kuna hostel mtoto anakwambia hostel za nje, lakini ni vyumba vya kupangisha ambao wafanyabiashara wamejenga karibu na eneo la chuo na kupangisha watoto. Kwa hiyo endapo mtoto wako amepata in campus, tunasemaga hivyo kwa Kiingereza, nimepata hostel za campus, inamaanisha ni hostel za ndani ya chuo. Akikwambia nimepata off campus, ni hostel za nje ya chuo. Inabidi kama mzazi ujue chuo hicho kinatoa hostel, na hostel ziko wapi, ndani ya eneo la chuo au nje ya eneo la chuo. Ni jambo muhimu sana, kwa sababu ndani ya eneo la chuo unamaanisha kuna usalama wa mtoto. Nje ya eneo la chuo unapaswa ujue umbali wa kutoka chuo kilipo na hizo hostel zilipo, kwa sababu pia kuna gharama za usafiri, kwa sababu hostel, mwenzangu, hakuna school bus. Upo? Haya, ndugu wazazi wa wanavyuo, tunaendelea na series yetu. Leo tunaongelea kuhusu mahitaji muhimu ya kumpakia mtoto wako, yaani vitu ambavyo ni muhimu. Yes, tunaweza tukasema hata ni vya lazima ambavyo unapaswa uwe aware navyo. Namba 1, kitendea kazi. Vitendea kazi ikiwemo laptop. Kama unaweza kumnunulia mtoto wako hata kale laptop kale kadogo kanachouzwa 2,500 sijui kama sijakosea, ambacho anaweza kuchapa kazi zake, hakikisha unaweza kumnunulia laptop pia. Laptop, apart from laptop, sasa hizi kuna mambo ya smartphones. Kwa hiyo kwa laptop, smartphone na internet access, sawa Ndio, inaweza ikaonekana kama ni gharama, lakini hizi hapa ni vitu ambavyo mtoto wako anatakiwa awe navyo kwenye utendeaji kazi wake. Kwa sababu tuliongea kwenye previous episode, kazi zao nyingi, mambo yao mengi, taarifa zao nyingi wanapeana kwenye magrupu ya WhatsApp, wanapokea kazi kwenye njia za emails. Sometimes kuna hivi vitu vinaitwa Google Classroom na kadhalika. Watu wengine vyuo vingine wanafanya vipindi kupitia online courses na kadhalika. Kwa hiyo laptop ni kitu lazima kwa mwanafunzi wa chuo. Smartphone ni kitu lazima kwa mwanafunzi wa chuo. Internet access, sasa hizi kuna hizi mambo ya internet. Kama unaweza kuwa unafanya kumnunulia mtoto wako internet wherever you are, unamnunulia kile nini kinaitwa kile modem, sijui mnaita hizi, I don't know how to call it, mnaitaje, lakini yes, mimi najua zinaitwa modem. Labda I'm old school, lakini hizi internet access ambazo unaweza kufanya purchase ya kumnunulia mtoto wako. Sasa hizi watu wananunua vifurushi vya mwezi, wengine mnafanya kwenye maofisi mwaka mzima. Hiyo itapunguza gharama za matumizi ya internet. Yes, wana overuse, lakini hiyo inapunguza gharama sana pia. Kwa hiyo mzazi ambaye you are in this confusion, yani una hizi dilema za nini kifanyike. Kwa mtoto wako ana ability ya kusoma, amalize form 5 na 6 akaunga mpaka masters, well and good. Kwa mtoto wako ambaye anaweza kupumzika, akaenda akafanya kazi akarudi, japo watu wengi wanasema mtu akishapata kazi, akishaingia kwenye majukumu hawezi kurudi shule, inategemea na huyo mtu alivyo na ability yake. Na pia inategemea muda mwingine uhalisia wanafika kwenye mtaani huku, uhalisia wa elimu yake hiyo na kipato anachokipata kinakuwa tofauti. Japo elimu ni daraja la mafanikio ya mtoto. Elimu ni daraja la mafanikio ya binadamu, tuseke mtoto, binadamu, hususan kwenye nchi ambazo bado tunaangalia elimu. Nikisema bado tunaangalia elimu, ni bado tunaangalia una diploma hii, una cheti hichi. Elimu bado ni daraja
kwa huyo mtoto. So tusiende na hichi kitu kinasema bwana wenye elimu bwana sijui una uwezo wa kumsomesha mtoto wako na wako tayari kusoma na wanafaulu vizuri, wasomeshe, wawe na hizo certificate zao. Kuna siku huko zitatakiwa, hata kama asipozitaka, aliyesoma amesoma jamani. Tusemezane.